kwamba nyinyi, anatuuliza swali, hamjui ya kwamba nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu? Nyinyi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu hukaa ndani mwetu. Kwa hivyo tunapoishi, kuna sehemu ya Mungu ambayo haiwezi kukanushika maishani mwetu. Uwe uko kanisani, uwe hauko kanisani, kuna sehemu ya Mungu ambayo inanipa uhai, uzima, na inakupa wewe uhai, inakupa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo siku moja inakuja kama hii ambayo Mama Lois ameifikia, siku ambayo inaitwa siku ya mwisho. Yaani mwili utakoma kuishi katika hali ya dunia, lakini Roho wa Mungu, Bwana asifiwe, anayekaa ndani mwangu, anayekaa ndani mwako, anayesababisha mimi kuishi, anayesababisha wewe kuishi, atanyakuliwa na kurudi kwa Mungu muumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Paulo anatuhimiza, anatuambia kwamba tulinde hekalu ambalo ni mwili wetu kwa njia iliyo nzuri, kwa sababu usipolinda hekalu la Mungu kwa njia iliyo nzuri, Mungu atakuharibu. Huwa anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nimesikia ushuhuda mwingi ukimiminishiwa mama wetu shujaa Lois kwamba alikuwa ni daktari. Umemiminisha kwake kwamba alikuwa mama mpole, mama mkarimu, mama ambaye anajua kulinda kanisa, mama ambaye anajua kutoa vitu vya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Hizo ni sifa ambazo tunaziweka mbele za Bwana ili kuangalia na kupima maisha yake vile alikuwa anaishi katika ulimwengu, kama ushuhuda wetu unakubaliana na mtazamo wa Mungu au la. Kwa hivyo wakati kama huu ukifika maishani mwetu, kile kinachopaki ni kusema ukweli, ni kusema haki ya Mungu, na haki ya Mungu ndio itakupeleka katika uso wa Bwana, itakupeleka katika maisha ya milele na Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo daktari amelala, mkarimu wetu amelala, mtoa vipawa vya Mungu amelala. Nasi ametuacha kwa njia gani? Labda tulikuwa tunamtegemea kwa njia moja au nyingine kwa ajili ya matibabu hayo, lakini wakati amelala, ni nani tumepaki naye? Kuna mmoja wasanii aliimba wimbo huu akisema kwamba yote yakiisha vile yameisha namna hivi, mimi nitapaki wa nani? Bwana asifiwe. Amen. Mimi na wewe utapaki kuwa wa nani? Lazima kila mmoja wetu amuitikie Bwana, aitikie Mungu, ili kwamba Mungu anyoshe njia yake, ili siku atakapotoka katika ulimwengu huu, chinzi mama wetu ametoka, aende akamuone Mungu. Naimba hivi: Abala iza onyeni, abala iza onyeni, abala iza onyine, bingire mwiguru, bingire mwiguru, konenye wa Yesu, bingire mwiguru, kazozo kwaweo. Walonda mangana keke, walonda mangana keke, walonda mangana keke, bingire mwiguru, bingire mwiguru, konenye wa Yesu, bingire mwiguru, kazozo kwaweo. Ewe Mwenyezi Mungu Baba, kwa vitabu vyote ambayo wamesoma na mahimizo yote ambayo wamepeana kwa watu wako Mwenyezi Mungu, Bwana, imeingia ndani ya mioyo yao, na kitabu chako Mwenyezi Mungu zidi kuing'arisha. Mtumishi wako Bwana amekuja mbele yako na amesomewa vitabu zote. Mwenyezi Mungu mlinde kwa safari yake, na wanaobaki Bwana mikononi mwako. Bwana Yesu, mabaya ile ambayo inaweza kufuatana naye Bwana ondoa, ile ambayo inaweza kuleta visirani ondoa, ile ambayo inaweza kufunga njia yake Bwana ondoa.